niipongeze Wizara ya Sheria na Katiba kwa kutambua umuhimu wa kuwakusanya kwa pamoja wanasheria na mawakili wa serikali kwa lengo la kuwa na uelewa wa pamoja katika kwenda kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi wetu. Huu ni utekelezaji kwa vitendo anaofanya Waziri wa Sheria na Katiba Dr. Juma Homera kutekeleza maono ya Mheshimiwa Rais kwamba akiondoka aache tabasamu. Utekelezaji huu anaofanya Waziri wa Sheria ni kwenda kuwasikiliza wananchi, kwenda kutoa msaada wa kisheria, maana yake pia kutatua changamoto zao, na ukishatatua changamoto zao wanapata furaha, amani, na hilo ndo tabasamu aliloahidi Mheshimiwa Rais. Na sasa niseme tu kwamba Mheshimiwa Waziri amenituma hapa niwaeleze yafuatayo. Kwanza, nimetaarifiwa kwamba upo mpango wa wizara kuhakikisha mawakili wa serikali na maafisa sheria ambao ni mawakili wa kujitegemea au wana sifa za kuwa mawakili wa kujitegemea kuruhusiwa kutoa huduma za msaada wa kisheria, hususan wa uwakilishi kwa mashauri ambayo hayana mgongano wa kimaslahi na mwajiri. Hatua hii ni kubwa na ni nzuri, kwani inaongeza idadi ya mawakili wa kujitegemea katika eneo la msaada wa kisheria na kuwafikia wananchi, hususani wale walio katika maeneo ya pembezoni. Niwasihi sana mtumie weledi wetu katika kuwahudumia wananchi, tujenge utamaduni wa kujitolea zaidi, kwani huduma za msaada wa kisheria ni wito. Mnapoendelea na mafunzo haya, nawaomba myachukulie kwa uzito mkubwa, mkishiriki kikamilifu katika mijadala na kutoa maoni yatakayoboresha mfumo wa msaada wa kisheria nchini. Nchi yetu bado ina idadi kubwa ya wananchi ambao wanahitaji msaada wa kisheria, lakini hawajui wapi waende au namna gani ya kuupata. Ni jukumu letu sote kuhakikisha tunaondoa vizuizi hivyo. Nitumie fursa hii kuwaasa mawakili wa serikali wote mlioko hapa na wengine walioko sehemu mbalimbali nchini kuendelea kujitoa kwa moyo katika kutoa huduma za pro bono kama sehemu ya mchango wao kwa jamii. Hii ni hitaji la kitaifa na pia ni wajibu wa kimaadili kwa kila mtaalamu wa sheria. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatarajia kuwaongezea ujuzi na kubadilishana uzoefu katika masuala yafuatayo: moja, huduma za msaada wa kisheria; mbili, utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala; tatu, ushughulikiwaji wa mashauri ya ukatili wa kijinsia; na nne, miiko ya utekelezaji wa majukumu yao.